Nimeelezwa pia kuwa hadi sasa mradi wa ujenzi wa hoteli hii umefanikiwa kutoa ajira zaidi ya 158. Watu 158 wameajiriwa hapa. Hawa ni Watanzania. Na wanufaika wakubwa ni vijana wa hapa Michamvi na maeneo ya jirani. Nimeambiwa pia kwamba mradi huu utaendelea kuwanufaisha wananchi wetu kwa kuwapa kipaumbele katika kuwajengea uwezo, kuwajengea ujuzi ili wawezeshe kushindana katika soko la ajira. Huko zamani ajira kwa watu wetu vijiji vya jirani inakuwa hamna au chache sana, na ikitokea ni bustanini tu, sababu watu wetu hawana ujuzi, hawana uelewa wa kufanya kazi ndani ya mahoteli yetu. Sasa tukipata wawekezaji ambao wanawafundisha ili waajirike, hao ni wawekezaji wa kuwakumbatia. Kwa tuwashukuru sana Jazz Elite Aurora kwa program hii ya kuwafundisha vijana, kuwapa ujuzi na kuwaajiri. Ndugu wananchi, mafanikio endelevu katika sekta ya utalii na uchumi wa buluu kwa ujumla hayawezi kutenganishwa na ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Hivyo ni vyema kwa wasimamizi wa sekta hii ya utalii na wawekezaji wetu kuzingatia umuhimu wa uhifadhi wa fukwe, bahari na rasilimali zetu za asili kwa ajili ya kuvutia wageni wengi na kwa muda mrefu zaidi. Na hapa niwashukuru sana Jazz Elite Aurora lipata muda wa kutembelea maeneo yao. Umo ndani mazingira, uhifadhi wa mazingira umezingatiwa kwa kiasi kikubwa. Sikuona plastiki hata kipande, hata ile ya kuzuia taa hivi si plastic, kwa sababu plastic si rafiki wa mazingira. Lakini wamechukua pia hatua kadhaa kuhakikisha mazingira yanahifadhiwa na kwamba utalii unakuwa endelevu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni wasihi wasimamizi kupitia waziri wote wanaowekeza wawe mazingira conscious, wachukue hatua za kutunza mazingira yetu. Vile vile nitumie fursa hii kukumbusha kwa katika uendeshaji wa hoteli zetu tuhimize matumizi ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Hapa nchini hapa tunaweza kuzalisha mambo mengi. Tuna embe Muyuni. Nataka niwape story. Nikiwa waziri wa utalii nilipata wageni, nikaenda nao kaskazini, nadhani ilikuwa Pwani Mchangani au Matemo. Nikaenda nao Matemwe, tukapata lunch, lakini siku ile tulikatiwa boribo ya Muyuni. Mzungu alikula mpaka akajiharibu uso na akasema sijawahi kuona embe tamu, laini, haina nyuzi, soft kama hii ya Zanzibar. Na hakuamini hiyo embe inapandwa Zanzibar. Kwa hiyo ni raha mtalii kila tunda lililovunwa ndani ya nchi. Iwe limetoka Tanzania bara, limevunwa hapa Zanzibar, livunwe ndani ya nchi, na tupunguze fedha kuagiza hata matunda kutoka nje, labda yale yasiyopatikana Tanzania. Lakini vile vile nizungumzie suala la kazi za wageni na zile za wenyeji. Mheshimiwa Waziri, katika sekta hii ya utalii wawekezaji wakubwa kama hawa, kazi ni kuwekeza na kuendesha shughuli za hoteli, lakini shughuli za tour operations, tour guides, hizi zinabaki mikononi kwa wenyeji. Kwa naomba sana usimamie hilo ili watu wetu, kampuni zetu ziweze kufanya kazi nzuri na kufaidika na matunda ya maendeleo ya utalii wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nichukue nafasi hii pia kuupongeza mkoa wa Kusini Unguja kwa kuendelea kuongoza kwa idadi ya hoteli zinazojengwa. Kwa nasikiliza takwimu, kwa kipindi ambacho mkurugenzi wa ZIPA ametaja hoteli 500 zimejengwa, kati ya hizo 200 na ziko kusini na 300 zilizobaki wanagawana mikoa mingine. Hii ni hatua kubwa sana. Ni hatua kubwa sana. Na nataka niwakumbushe ndugu zangu wa kusini,
Zamani maeneo haya tulikuwa tunaita maweni, uongo kweli? Na sana wazee wetu wakawa wanakuja kulima huku, sijui mihindi, mitama, mihogo, kuchagua pachi zenye udongo, wanajenga mabigili ya mawe kule. Ukija lazima uvae viatu vya makozi, uongo kweli? Sasa tumetoka kule, leo kuna mali za aina hii. Mara ya mwisho nimekuja Michamvi mimi, maeneo haya ni pori tu, leo ni maeneo mali kweli kweli. Kwa hiyo lazima tujivunie Wanakusini, tusijivunie tu, lakini tutumie fursa hizi kustawisha maisha yetu, kufanya kazi, kupata kipato, kustawisha maisha yetu, na wengine kufanya biashara, kwa sababu maeneo haya yana wafanya kazi wenyeji ambao wanatumia bidhaa tunazozitayarisha hapa ndani. Kwa hiyo tufanye biashara pia ili tukuze vipato vyetu. Lakini nisema maendeleo haya yanatokana na jitihada zinazofanywa na serikali za kujenga miundombinu ya barabara, kusambaza umeme na uwepo wa maji safi na salama ya kutosha. Na pale ambao hayatoshi, sera za serikali zinaruhusu wawekezaji wasafishe maji ya bahari ili waweze kutumia kwa matumizi ya hoteli. Kwa sera zetu, sheria zetu ziko vizuri kwenye uwekezaji. Niwahakikishie wawekezaji wote kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zitaendelea kuweka mazingira rafiki na miundombinu wezeshi ili kuvutia wawekezaji wenye tija kama huyu wa Jazz Elite Aurora. Tunawashukuru sana. Ndugu zangu, kwa dhati kabisa natoa pongezi kwa Wizara ya Kazi na Uwekezaji ya Zanzibar, Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar yani ZIPA, uongozi wa mkoa wa Kusini Unguja pamoja na wananchi wa Michamvi kwa ushirikiano wao mzuri na wawekezaji ambao ndio msingi wa mafanikio tunayoyashuhudia leo. Ndugu wananchi, sasa niungane na mkurugenzi wa ZIPA aliposema, na mimi nataka niwasihi kwamba tusisahau kwamba kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Ndio maana uwekezaji nchini unakuwa. Nilikuwa nazungumza na mwekezaji hapa, hoteli nyingine 2 atazifungua kama alivyotuambia, lakini akaninong'oneza kuna eneo kama ameshachukua hajajenga, lakini bado ameulizia maeneo mengine kama yapo. Sasa huyu ni mmoja, lakini wawekezaji wa aina hii wapo wengi, wanavutwa kwetu kwa usalama, amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa kwa wale wanaochokorewa masikio kuvunja amani ya nchi hii, ni wasihi, acheni mara moja. Acheni mara moja. Amani ikichafuka haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tofauti za mawazo zipo, lakini zisitugawe wala tusiharibu utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tanzania oye! Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa hoteli ya Jazz Elite Aurora imezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Nashukuru sana. Naomba muungane nami tumwombe Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu aibariki Zanzibar, Mwenyezi Mungu aibariki Afrika, na asanteni sana kwa kutusikiliza.